Kwanza kwa jina naitwa Steven Mwansasu, ni mwenyeji wa Laela Sumbawanga. Mimi ni mkulima wa nyanya, lakini kabla ya yote mimi tulikuwa ni wakulima wa mahindi. Lakini tunashukuru ndugu zetu hawa wa East West walikuja, walitutembelea maeneo yao, wakatupa semina, wakatushawishi na sisi tukashawishika. Ni kweli mpaka hapa nilipo mimi ni msimu wangu wa 3. Narudi tena kwa ndugu zetu wa East West. Kwa sababu gani? Mimi nilikuwa nalima mahindi. Nimelima mahindi karibu misimu mingi, miaka mingi. Lakini bado sijaona kipato chochote na kunufaika na kilimo changu hiki cha mahindi. Lakini walipokuja ndugu zetu wa East West na kutushauri kwa kilimo hiki cha nyanya, kweli tukaingia na baadhi ya wenzangu, tukashirikiana nao, tukaanza hatua za awali kabisa. Wakatuletea mbegu, wakatushawishi jinsi ya kulima na vitu vyote, jinsi ya kuhudumia nyanya. Na ni kweli tulikuwa bega kwa bega. Na nashukuru Mungu katika msimu wa kwanza wa kulima nyanya nyanya hii ya aina ya Imara, kweli nilipata mafanikio makubwa ndugu zangu. Siwezi kufuru wala kumnani Mungu. Nilipata mafanikio mazuri ambayo sikutegemea. Ili shamba lilitoa matokeo mazuri ambayo sijayapata kabisa katika kilimo changu cha mahindi. Kweli sikukata tamaa, na wenzangu kweli baadhi ya majirani zetu wakashawishika. Wanauliza, kilimo gani? Hii nyanya gani? Tukamwambia nyanya inaitwa Imara. Ni kampuni gani? Ni kampuni ya East West. Jamaa wanapatikana. Tukamwambia tunao, wako Sumbawanga hapa. Kweli kuna wenzetu walishawishika. Tunaomba basi tuagizie mbegu za Imara. Kweli wengi wao wananunua mbegu za Imara. Na bahati nzuri hawa mabwana shamba wa East West kwa kweli ni watu wazuri sana. Ni wepesi kututembelea kwenye mashamba yetu. Wanatukagua. Yaani kwa mwezi wanaweza tukapita karibu hata mara 5. Kwa tuko nao bega kwa bega. Kwa kweli ili zao ni za uzuri sana. Hususani hii mbegu ya Imara. Ni mbegu moja ni nzuri sana kwa kipindi kama hiki cha masika. Huyu inafanya vizuri sana. Ina kipato vizuri tofauti na nyanya zingine. Japokuwa kuna mbegu nyingine kama ya dhahabu, huyu inafanya vizuri sana. Lakini kwa kipindi hiki cha masika, mvua zikiwa nzuri, wanapendelea sana mimi Imara. Ndio kama unavyoiona shamba hili lina perform liko vizuri. Kwa hata hapa huwa na washauri wananchi wenzangu, wana kijiji wenzangu au wakulima wenzangu, tusilime mazao kwa kufanya nini? Kwa mazoea. Sio kila siku tulime mahindi, hapana. Unaweza kujaribu kwa mfano kama unavyoiona nyanya. Nyanya ni shamba dogo sana ambalo halifiki hata eka moja. Lakini kipato chake hauwezi kufananisha na mtu aliyelima shamba labda heka 5 ngapi za mahindi. Haiwezekani. Ili shamba linakupa matokeo mazuri. Kwa hiyo nawashauri wakulima wenzangu au wananchi wenzangu, wanakijiji wenzangu, wajifunze nayo wawe na mwamko kama huu. Tuje tushirikiane, mbegu zipo na kampuni yetu ipo. Na huwa wanatusimamia. Ukishanunua mbegu, tuko pamoja na tuko bega kwa bega. Wanakusimamia, wanakupa hatua zote ya mwanzo hadi ya mwisho. Kwa hiyo ni mbegu nzuri. Kwa hiyo nawashauri sana wakulima wenzangu. Kampuni za East West ziko vizuri sana na zinafanya vizuri sana. Hii nyanya nimenufaika na vitu viwili vikubwa sana. Niseme vitatu. Kwa kupitia hii nyanya hii nimeweza kununua mashamba. Nimenunua shamba ambao ni kwa ajili ya kilimo hiki cha nyanya. Heka 2 ziko sehemu nzuri na ziko mjini. Na baadaye hapo shambani nimefanikiwa kujenga na kanyumba kangu kwa ajili ya shamba ambao nimenufaika na nini? Ni matokeo ya hii nyanya na nini. Na isitoshe sio hapo. Nina gari kangu kadogo katani 2 kwa ajili ya kusupply nini? Kusupply hii nyanya. Kwa hiyo yani nyanya imeniweka na mimi naonekana angalau ni mtu. Naonekana angalau ni mtu kwa kweli. Ya wakati huko nyumba kabla sijaanza kulima nyanya nilikuwa sina kitu ndugu yangu. Lakini sasa hizi hapa niko safi. Hata ukitembea unajua yule mtu sasa hizi anapita pale. Na mfuatao kipindi cha Kilimo Sokoni, mimi nazidi kufurahi kwa sababu naona mafanikio makubwa sana kwenye kilimo. Ndio maana nasema kwamba mali utaipata shambani. Haya ni mafanikio ambayo ameeleza. Alikuwa anaonekana si mtu, sasa hizi ameonekana ni bonge la jitu. Yaani ni boss. Le boss yuko hapa. Nipo naye boss hapa. Sio masiara. Ndio maana sijaje kawaida moja kivizuri huko Sumbawanga. Yuko na boss hapa. Amesema kwamba amehakikisha kwamba amepata shamba jingine, lakini sasa kidogo ana usafiri ambao unamrahisishia kazi zake za shamba kuwapelekea wateja wake. Lakini je, ndugu yangu Steve, naam, wakulima wana mambo mengi sana. Ndio.
Labda kwa wewe, kwa sababu ili wewe umenufaika nalo na umefanikiwa, ndio unaweza ukawashawishi kwa namna gani, ama unaweza ukawapa ujumbe gani wakulima ambao saa hizi wanakufuatilia? Kwanza kabla ya yote, kwa wakulima ambao niko karibu nao, wao wenyewe sitaji hata kuelezea, kwa sababu maelezo ambayo naongeleza wao tayari yaona kwa kupitia. Na sio kwamba mimi naongea mimi tu, hata wao wanajua. Ukipita unajua tu yule bwana, umemwona mkulima wa nyanya yule, yote ile ni nyanya iliyofanya hivyo bwana, kanunua gari, una nyumba zile jenga, ni nyanya. Hasa tunafanya kweli, watu huwa wanatamani sana kulima. Mwaisa wewe unafanya, sisi wakina Mwaisa bwana, okay, Mwaisa fanyeje ndugu yangu? Nikamwambia ndugu yangu, ni nyanya, ni kukumaa, tunapambana nyanya. Kwa tufanye, nikamwambia ni kuingia front. Kwa tunafanyaje? Nikamwambia ndugu yangu, sio kwamba ukija huko ndani labda uanze na mtaji mkubwa sana. Unaweza kuanza kidogo kidogo. Ndio kama nilivyofanya mimi. Nilianza kulima kidogo kidogo. Na unavyoona sio kwamba mimi nina shamba hili hapa. Hapana, na mashamba mengine. Na mashamba mengine nyanya zingine ziko kama hivi hivi. Lakini yote ni matokeo nyanya. Kwa hasa hususani ambao ninawashauri kwa wakulima wenzangu, hususani ambao wananitazama hapa, kwa kweli nawashauri sana, kilimo cha nyanya hakiwezi kukutupa. Kwa sababu nyanya ndugu yangu haiwezi kukutupa. Hata iweje, haiwezi kukutupa hata kidogo kilimo cha nyanya. Na kitakuinua kwa muda mfupi sana, kwa sababu ili zao ni la siku 75 tu. Unapanda siku 75 tayari umeshaanza kufanya nini? Ni tofauti na vilimo kama mahindi, unapanda karibu ni miezi 6 ujivune. Mimi miezi 6 uzokapanda miezi 6, mimi miezi 6 naweza kama nimevuna mara ngapi? Mara 2. Kwa hiyo nawashauri sana wakulima wenzangu wasilime kwa mazoea, waangalie na fursa zingine, ili fursa ambazo ziko wazi. Wasiseme tu jamani maisha magumu, sometimes maisha magumu tukayafanya nini? Tukayatafuta wenyewe kwa na maisha magumu. Kwa sababu kuna vitu ambao wenzetu wameturahisishia. Wametetea mbegu zilizokuwa bora, safi kabisa, ambao ukilima ni dakika chache tu tayari umefanya nini? Umepata mafanikio. Kwa hiyo nawashauri sana wakulima wajifunze kulima nyanya. Waachane na mbegu zingine za 2200. Maana wengi wakulima wengine wanaweza kaogopa bei. Mbona nyanya inauzwa 360? Mbona nyanya inauzwa 150? Mbona wanaenda kuokota zile nyanya za shilingi 20,000, shilingi 10,000. Zile hawezi zikakupa matokeo chanya. Dakika 2 umevuna, siku 2-3 nyanya imefanya nini? Iko chakali. Kwa waje hii hapa. Hii nyanya kama unavyoiona hii, nina uwezo wa kuivuna ndani ya miezi 2. Mvua zikaendelea, ninavuna na chuma matunda, naweka mbolea. Nyanya inazidi kufanya nini? Inatoa maua, inazaa. Kwa ni nyanya moja ambao na appreciate sana, nyanya imara.